Umebaki muda mfupi tu kabla wekundu wa Msimbazi Simba kuwakaribisha Dodoma Jiji kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha kucheza mechi yao ya Tabora ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ambapo mshindi atasonga moja kwa moja katika hatua ya robo fainali. Ni mechi ambayo inatarajiwa kuwa na ushindani wa aina yake kutokana na kule kwamba Dodoma Jiji ni miongoni mwa timu ambazo zimeitibulia Simba kwa kiasi fulani katika safari yake ya kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu huu, ambapo mpaka sasa wakiwa wamecheza mechi 17 wanajikuta wako katika nafasi ya pili. Pale juu wapo watani zao jadi Yanga ambao wao wamecheza mechi 18 wana pointi 44. Simba mechi 17 wana pointi 36. Sababu ni nini? Ni kwamba kuna baadhi ya timu zilishikilia Simba ama kwa sare, lakini kuna moja ambayo ni Azam ilifunga Simba. Sasa zile ambazo zilipata sare hivi karibuni dhidi ya Simba ni pamoja na Dodoma Jiji. Katika mechi iliyochezwa Dodoma kwenye uwanja wa Jamhuri iliisha kwa suluhu. Ni mechi ambayo Simba wakajikuta wamepoteza pointi 2, Dodoma Jiji wakawa wamechangia kuifanya Simba iwe katika nafasi iliyopo. Ilikuwa ni mechi kali, lakini mipango ya kocha Amani Josia katika kikosi chake katika mchezo ambao alitumia mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 3, viungo 5 na washambuliaji 2, akaifanya Simba ya kocha Steve Becker kujikuta dakika 90 za mchezo, ingawa katika nyakati kadhaa ikimiliki zaidi mpira, ikijaribu kufika mara nyingi kwenye lango la Dodoma Jiji, lakini mechi ikaisha kwa suluhu. Simba wakadondosha pointi 2, tofauti na vile ilionekana kwenye makaratasi kwamba labda Simba watapata ushindi katika mechi hiyo. Sasa wanakutana tena, wanakutana wakati ambapo wekundu wa Msimbazi Simba kwenye ligi kuu akiwa nafasi ya pili, Dodoma Jiji iko nafasi ya 8. Imecheza mechi 18, ina pointi 24 baada ya kushinda michezo 6, kutoa sare mechi 6, kufungwa mechi 6, wakifunga mabao 17, wakiruhusu mabao 18. Sasa kwenye mchezo huu kocha Amari Josia ameahidi kwamba wanafanya kila wezalo kuhakikisha vijana wake wanakuwa tayari kisaikolojia kupata ushindi katika mchezo huu. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Becker, wao kuelekea mchezo huu wameeleza wazi kwamba dhamira yao ni kutoa taji lolote lile wanaoshiriki katika msimu huu wa 2025-26, na kwa sababu hiyo wana kila sababu kuhakikisha wanashinda dhidi ya Dodoma Jiji ili waende hatua ya robo fainali. Ni matarajio kwamba itakuwa ni mechi yenye mvuto wa aina yake. Dodoma Jiji hivi karibuni wanaonekana kujipata. Mechi ya mwisho wamecheza dhidi ya Fountain Gate, wameshinda kwa mabao 3-0 wakicheza soka zuri. Simba kama inavyoonekana kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, mwenendo wao si mbaya, ingawa kwa kiwango chao wanataka kufanya makubwa zaidi. Kwenye mechi ya leo hii, miongoni mwa ambayo yanatarajiwa ni kuona kocha Steve Becker kama atapata nafasi ya kumtumia miongoni mwa viungo wake ushambuliaji Eli Mpanzu Kibisawala ambaye amemkosa katika takriban mechi 2 zilizopita, kwa taarifa kwamba hakuwa fit, lakini ameonekana jijini Arusha na wenzake akijifua. Je, atamtumia kwa ajili ya mchezo huu muhimu dhidi ya Dodoma Jiji? Maana Eli Mpanzu Kibisawala mpaka sasa ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba ndiye mchezaji kinara katika kuchangia mabao mengi kwenye ligi kuu Tanzania bara, akiwa amefunga mabao 2, ametoa assist 5, akichangia mabao 7. Lakini anaye mshambuliaji wake Selemani Mwalimu ambaye ameshafunga mabao 6, akiamua anaweza akamwanzisha kama ilivyo ada, maana ndiye mshambuliaji ambaye humtumia zaidi. Lakini Simba kwa ujumla, wachezaji wao wengi wa kikosi cha kwanza wako vizuri kama ilivyo kwa Dodoma Jiji. Sasa kwenye vikosi inatarajiwa kama Simba inaweza ikatumia mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji 3, washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, ni kwa sababu kwenye mchezo huu Selemani Mwalimu ambaye ni mshambuliaji kinara yupo. Mechi iliyopita waliotoka suluhu, mshambuliaji kinara kwa maana Selemani Mwalimu hakuwepo, tunafahamu. Jonathan Soa hayupo kwa sababu ambazo wenyewe Simba wanajua, na Jonathan Soa ni sababu za ndani ya klabu. Lakini pia Baraka Mwangosi kocha hakumtumia katika mchezo huo, maana yeye ni miongoni mwa washambuliaji vinara. Anapokosekana Selemani Mwalimu, basi hivi karibuni ameonekana akianza na false 9, mshambuliaji wa uongo, ama Ino Loemba kama katika mchezo huu dhidi ya Dodoma Jiji, au anaanza na Eli Mpanzu Kibisawala kama mshambuliaji bandia false 9. Lakini matarajio ni kuona kwenye mfumo huu kama atautumia, kwa kujua kwamba Selemani Mwalimu yupo fiti na amekuwa akicheza. Hata katika mchezo uliopita alimtumia dhidi ya TRA United ulioisha kwa suluhu pale jijini Arusha, ni kwamba golikipa anaweza kumtumia Mahamadu Tanje Jibo
au kadri atakavyoona kama Hussein Abel na kadhalika, lakini yupo Jibo. Nambari 2 anaweza akamtumia Kapombe, 3 anaweza akamtumia Nixon Kibabage, lakini katikati pacha iliyojitokeza kuwa imara sana kwa Simba hivi karibuni, mabeki wa kati Ismail Olivier Toure na Rushain Derok wanaweza wakacheza hapa. Rushain Derok, lakini akawa na Ismail Olivier Toure. Halafu katika viungo wawili pale kati wa ukabaji anaweza akawa na Yusuf Kagoma pamoja na Alassane Maodo Kante. Halafu kwenye viungo watatu wa ushambuliaji anaweza akawa na Libase Geye, anaweza akawa na Anise Ura. Yes. Halafu katikati akawa na Cletus Chota Chama, mshambuliaji kinara akawa Selemani Mwalimu. Lakini Steve Becker ana machaguo mengi. Anaweza akaamua kwa mfano hapa akatafuta namna ya kuweza kumtumia Ino Jospin Loemba ambaye huwa anacheza katika eneo hili la kati. Nafasi yoyote katika hizi ikiwamo nafasi anayocheza Cletus Chota Chama, anaweza kama mmoja wapo katika viungo wawili kwa Yusuf Kagoma na Alassane Maodo Kante. Kote Ino Jospin Loemba ana uwezo wa kucheza vizuri na kudeliver na ameshaonyesha hivyo. Lakini anaweza pia akaamua pengine akampanga Anthony Mligo badala Nixon Kibabage kwenye mchezo huu wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ni maamuzi yake. Anaye pia David Kameta Duchu, anaye pia kuna Masinde hapa katika mabeki wawili wakati, anaye pia Nabi Kamara katika miongoni mwa viungo wawili pale kati, ni juu yake kuamua. Lakini anaye pia Neo Maema ambaye hivi karibuni amekuwa kwenye kiwango bora, anaweza kampanga katika maeneo ya pembeni akiamua kumpumzisha mmoja wapo. Anaweza Neo Maema akacheza hapa, anaweza kucheza mmoja wapo katika wawili wa viungo wawili wale double pivot, na ameshafanya hivyo hivi karibuni na amekuwa mchezaji bora wa mechi katika mechi moja wapo, ambapo kwa mfumo huu matarajio ni kwamba Selemani Mwalimu anakwenda kwa occupy mabeki wa kati, kwa maana kwamba wa Dodoma Jiji ili kupambana nao. Halafu Libase Geye kama ilivyo kawaida wakishambulia, mara nyingi anashambulia kati ya beki wa kati na beki wa kulia na beki wa kushoto wa timu pinzani. Hapa tunazungumzia Dodoma Jiji, kama ambavyo Anise Ura matarajio anacheza sana katika eneo hili. Kufanya hivyo maana yake kunatoa nafasi kwa Shomari Kapombe kwenda kuongeza mapanda ya uwanja, kwa Dickson Kibabage kujitutumua kwenda kushambulia katika eneo la mapana ya uwanja ili kupiga cross ama kuingia ndani mwenyewe kufanya underlapping. Lakini kwa hapa kati Chama kwenda kuwa nyuma ya Selemani Mwalimu kwa ajili ya mipira ya pili, lakini wakati huo hawa Anise Ura, Libase Geye wakiingia pale kati, manake wanazidi kuongeza idadi ya washambuliaji wa Simba pindi wanapokwenda kushambulia. Lakini kwa Dodoma Jiji nini kinachotarajiwa kutokea? Ni kwamba kwenye mfumo wao mara nyingi, kwa mfano katika mechi iliyopita waliocheza dhidi ya Simba mara nyingi hutumia mfumo huu wa 4-4-2, lakini dhidi ya Simba walianza na mfumo wa kuwa na viungo watano, wakawa na walinzi wakati watatu, halafu mbele walikuwa na washambuliaji wawili. Katika mechi ambayo iliisha kwa suluhu, alikuwa ameanza na mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi watatu, viungo watano, washambuliaji wawili, akianza na golikipa Daniel Mgore ndio alianza. Lakini katika mabeki watatu alikuwa na Agustino Nsata, alikuwa na Andy Bikoko, alikuwa na Abdi Banda, ambao ndio waliotengeneza mabeki watatu. Alafu katika viungo watano kulikuwa na mawingback ambao ni Gadiel Michael Mbaga, alikuwepo Mwanakibuta, halafu katikati kulikuwa na Helfin, halafu alikuwepo pia Nelson Munganga pamoja na Salmini Idihoza, halafu na Nelson Munganga katika kukamilisha viungo watano. Wakati washambuliaji wawili kulikuwa na William Edgar pamoja na Faraji Kayanda. Kucheza huku kuliwahakikishia Dodoma Jiji ulinzi imara katika muda mwingi wa mchezo, ambao walikuwa wakizuia zaidi na kushambulia kwa kujibu, kwa maana kwamba pozuia hawa mawingback Mwanakibuta na Gadiel Michael Mbaga ambaye kiasili ni beki wa kushoto, Mwanakibuta kiasili ni winga wa kulia, lakini alikuwa analazimika kurudi mara moja kuswitch nafasi yake kutoka eneo la kati kuja nyuma kuungana na wale walinzi watatu, na hivyo kufanya kuwe na wachezaji watano katika kuzuia. Lakini wakati huo viungo wao sasa tunazungumzia Nelson Munganga, tunazungumzia Salmin Idihoza, pia walikuwa wakija kuongezeka na kufanya kuwe na mshonano katika kuzuia, kama ilivyo Helfin, lakini kama ilivyo William Edgar ambaye alikuwa wakati mwingine anakuwa yeye ni kama mshambuliaji kinara, akitumia zaidi kasi yake kucheza mipira ya kujibu ambayo walikuwa wakiipiga mirefu, ama kutoka kwa golikipa Daniel Mgore, ama kwa walinzi hao watatu wakati wanaanzisha mipira ambao ni Abdi Banda,
Andy Bikoko, Augustine Nsata kumpigia moja kwa moja William Edgar au Faraji Kayanda, maana walikuwa kipishana, lakini William Edgar alikuwa pia akirudi kwa haraka katika eneo la mbele ya mstari wa kwanza wa ulinzi kufanya kuwe na mshonano wa wachezaji wa kutosha Dodoma Jiji, ile compactness. Matokeo yake Simba kujikuta wana wakati mgumu katika kupenya ngome yao na kwenda kumfikia golikipa Daniel Mgore. Kwa kucheza hivi, Simba walimiliki zaidi mpira, lakini nafasi za wazi za kwenda kufunga zilikuwa haba. Ndio matokeo yake dakika 90 za mchezo ziliisha kwa suluhu. Dodoma Jiji pointi moja ikawa muhimu kwao kwa sababu walikutana na Simba ambayo iko kwenye kiwango bora, ina wachezaji ambao wamekuwa wakiwapa mateso makubwa walinzi wa timu pinzani. Tunazungumzia Libase Geye, tunazungumzia Anise Ura, lakini wakapambana vyema. Dakika 90 mechi ikaisha kwa suluhu. Leo hii wanakutana tena, ni katika mechi ambayo mshindi lazima apatikane, kwa sababu sare yoyote katika dakika 90 za mchezo kikanuni itabidi waende kwenye mikwaju ya penalty ili kumpata mshindi wa kwenda katika hatua ya robo finali ya michuano hii ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Kwa sababu hiyo haitarajiwi kuwa mechi nyepesi hata kidogo. Ikumbukwe Simba misimu 4 mfululizo, Dodoma Jiji misimu 4 mfululizo wamekuwa wakishuhudia bingwa wa michuano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB akiwa ni Yanga, ambao ni watani wa jadi wa Simba. Namna pekee ya kuhakikisha wanapindua meza kibabe, walau kusitisha utawala wa Yanga kwenye michuano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa kutoa mara 4 mfululizo ni pamoja na kushinda katika hatua ya 16 bora ili kwenda robo finali, hatimaye kwenda nusu na hatimaye kufika finali kwa ajili ya kuliwania taji hilo. Leo hii Simba dhidi ya Dodoma Jiji, nani ataibuka kidedea? Steve Becker dhidi ya Amani Josia,